Katika kuwainua wasichana na wanawake katika nyanja mbalimbali, hatua za kujaza wasichana wasomao teknolojia, fizikia, uhandisi na hisabati zilifanyika ili kuhakikisha fursa za wanawake zinakuwa. Hivyo, kuongoza katika maabara, taasisi za utafiti na vyuo vikuu. Ilipofika mwaka 2015, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza tarehe 11 Februari kuwa ni siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi. Katika kufanikisha hilo, kila mwaka umekuwa na mwelekeo tofauti katika kuitambua siku hii kidunia na kwa nchi moja moja. Kimataifa, mwaka huu siku hii inaadhimishwa kusherehekea uongozi wa wanawake katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yaani STEM, kama wakati mpya wa uendelevu. Wanawake hawa ni wadau katika sayansi na wanaelezea wao wanavyoifahamu siku hii kwa kutambua mchango wa wanawake na wasichana kwa umaalumu wake. Siku ya wanawake na wasichana katika sayansi ni siku maalum iliyotengwa kwa ajili ya kuadhimisha na kutambua mchango wa wasichana na wanawake waliobobea katika masomo ya sayansi na hisabati duniani. Ni ile namna ya kumwenzi huyu mwanamke. Wangeweza wakasema tu kwamba basi ipite, lakini kuna ile imekuwa na uzito, inabidi basi kwa mwaka mzima amefanya kazi, amefanyaje, tuweze tukapate kumpongeza au tukamuonyeshe kwamba na yeye kuna kitu analeta katika jamii. Kauli mbiu hapa nchini inasema, wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshwaji. Je, hivi vyote vinajidhihirisha kwa sasa na hasa katika sekta ya sayansi? Kwa sasa hivi watoto wamekuwa karibu sawa kwa sawa, yani nusu kwa nusu. Ina maana wazazi wamekuwa na mwamko wa kujua kwamba pia watoto wa kike wanastahili kupata elimu. Zamani wazazi walikuwa wanaona kama mtoto wa kike ni mtu wa kuolewa na kukaa nyumbani kufanya majukumu ya nyumbani. Lakini kumbe sio hivyo. Watoto wote ni sawa. Hata tunapowapokea hapa shuleni, unakuta kwamba kuna watoto wa kike ambao hata uwezo wao wa kufikiri, wa kutenda unawazidi hata watoto wa kiume. Kwa hiyo nawasa wazazi wote kwamba tuangalie kwamba watoto wote ni sawa, wapewe elimu sawa kwa sawa. Ninachokiona utaweza ukanishangaa. Ninachokiona, tunaweka nguvu nyingi sana kumpush mtoto wa kike, tunamsahau mtoto wa kiume. Unanielewa? Sasa watoto wa kiume ndio wanaokuwa broken sasa hivi. Watoto wa kiume wengi wanapenda sayansi, hawapendi huku kwingine. Lakini hata wao ukiwakuta, kwa sababu mimi sasa hivi niko pia kwenye position ya kufundisha, ni kama mwalimu. Watoto wa kike their confidence is boosted, confidence yao iko juu. Watoto wa kiume they are broken. Kwa mimi ninachofikiri, tusiweke nguvu zote tu kwa mtoto wa kike. Hebu tumwangalie pia na mtoto wa kiume. Tuweke fursa sawa. Unanielewa? Tuweke fursa sawa, tuweke sheria ambazo zitawalinda wote wawili, mtoto wa kike na wa kiume, na hata kwenye ajira tuweke fursa sawa. Watoto wa kiume, tunamtaka mtoto wa kiume aweze kuwa baba wa familia, achukue familia, bla bla, na anitunze na mimi, kwa sababu na mimi ndo mke wake hivyo. Lakini fursa zote tunamwangalia mtoto wa kike, tunamsahau mtoto wa kiume, tunaharibu jamii. Kwa mtazamo wangu mimi, pamoja na kwamba ni mtoto wa kike, nipo pia na nasimama kwa niaba ya mtoto wa kiume kama mzazi pia, ambaye ninaweza nikawa na mtoto wa kiume. Nasimama kwa nafasi zote mbili, tuweke fursa sawa, tuweke sheria za kuwalinda sawa. Kumbuka, tunazungumza kuhusu mambo ya mahusiano. Lakini sasa hivi dunia imebadilika. Hata watoto wa kiume wanafanyiwa abuse. Naelewa na saa nyingine hawapendi, wanalazimishwa ili waweze kuenda njia zao. Kwa hiyo mimi nadhani tusikazane tu mtoto wa kike mtoto wa kike. Hebu tufanye sawa. Tuwaweke wote sawa, tuwape fursa sawa, mafundisho sawa, bila unyanyapaa, bila unyanyasaji. Hivyo ndio tunaweza kujenga strong community, jamii
yenye nguvu. Yes. Kila jambo huwa na mwanzo. Moyo huu wa kujikita katika fani ya sayansi ulitokana na nini au nani? Nilikuwa napenda sana kuwa kwenye sayansi kwanza. Mimi somo nililokuwa nalipenda sana ni hesabu, ambayo lilinipelekea kupenda masomo ya sayansi. Maana masomo ya sayansi mengi yalikuwa na zile calculation. Tangu nikiwa mtoto nilikuwa nasema mimi nitakuwa daktari. Kwa hiyo nimekuwa napenda kuwa daktari all along. Lakini nilivyomaliza form 6 nikashawishika kuingia kwenye mambo ya finance. Kwa hiyo nikataka kutoka, yani kabisa nitaka kutoka niende kwenye mambo hayo. Aliyenishikilia hapo ni wazazi wangu, baba na mama. Kwa hiyo pamoja na kwamba nimependa siku zote, lakini wazazi wangu wamekuwa kama ndio nguzo vile kunifikisha hapo. Ni muda sasa tangu tuanze rasmi kuisherehekea siku hii. Bado changamoto zinajitokeza. Wapo wanaosababisha wenyewe na wengine wanasababishiwa. Ni nini hasa huwa kikwazo kwa wanawake na wasichana kujiunga katika sayansi, na zipi hatua kuongeza hamasa? Changamoto kubwa ni wasichana kutojiamini na kukata tamaa mapema, wakizani kwamba hayo masomo ni magumu na ni ya wanaume zaidi, kutokana labda na jamii ilivyowalea, au labda walikutana na mazingira fulani wa magumu, waliona hayawafai kwa wasichana, lakini kitu ambacho si sahihi. Kwa sekondari, O-level na advance zote nilisoma ilikuwa ni wasichana, lakini bado kuna ile wasichana kwa wasichana, ila mtu anaona kwamba wale wanaosoma labda hesabu, physics, yani kwamba ni kama vile wanajiona sana, wanafanyaje namna hiyo. Na kwa chuo, idadi kwa chuo kikuu imekuwa tofauti, na hata ukiangalia shule nyingine zile za mixed, unakuta kwa level za chini wavulana labda ndo wanaongoza sana, lakini kwa chuo kikuu nilivyokuja kuona ilikuwa ni tofauti kinyume. Wasichana walikuwa wanajitahidi kuliko watoto wa kiume. Mimi ile mtu akiwa anakusema anafanyaje, kuna ile unajipa moyo, unasema kuna kitu ninatafuta mbele. Utamsikiliza, lakini kuna kitu unatafuta mbele. Hauwezi ukakata tamaa kwa sababu mtu amesema kwamba wewe unasoma kitu fulani unajiona sana, au unafanya hivi. Labda kama ingekuwa ni wanasema kiasi kwamba unaona kwamba hiki kitu nimekifanya ni kibaya, ninaweza nikabadilika, lakini ni kwamba ni mtu anafanya ili akukatishe tamaa, lazima hapo utajitahidi na wewe ufanye vizuri zaidi, ili uonyeshe kwamba haukuwa kama unajaribu au unatania tu. Mimi namshukuru Mungu sijakutana na bullies, wale watu ambao wanakushusha, sijakutana nao. Lakini changamoto tunazokutana nazo sana ni kwenye mambo ya mahusiano. Naelewa? Yaani kuna watu ambao wanakuwa intimidated. The fact kwamba wewe unasoma nao, anakuwa intimidated, hakutaki. Kuna wengine ambao wanataka kuitumia hiyo fursa kukutumia, najua Halafu kuna ile kama lecturers na nini wanataka kutumia hiyo fursa kama kukutumia vile ili uweze kufanikiwa. Halafu kuna kuaga na competition. Sasa unaweza kukuta wewe unafanya vizuri, lakini ile competition inakuweka uonekane kama unapendelewa. Unaelewa? Wakati si kweli kama unapendelewa. Ni kwamba wewe mwenyewe unafanya vizuri. Siwezi kudanganya, mimi nimepitia changamoto, nimekutana na changamoto nyingi. Lakini mimi ni mtu ambaye niko straight sana. Yaani niko hivi. Umenielewa? Kwa hiyo haikunisumbua kwamba kuna atakaye nichukia, na hiki ndio kitu ninawashauri sana watoto wa kike. Isikusumbue kwamba kuna mtu atakuchukia au hatakupenda, na isikusumbue kwamba kuna watu watakao kutenga, watakao kusema vibaya. Unatakiwa ujue wewe unataka nini na unafanya kwa sababu gani. Watoto wa kike kwanza mimi napenda kuwaasa kwamba lazima kwanza wajiamini. Wajione kwamba wao ni bora. Wasikubali kurudishwa nyuma au ile makusudi yao waliokuwa wamejipangia, wasikubali mtu kuwarudisha nyuma kwa sababu wanaweza. Aya, kina dada wote msilale, 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 amkeni muda sasa. Mbali na
na vikwazo walivuka. Na hii ndio ari inayojenga umahiri zaidi. Kama wadau na wanasayansi, nini mchango wao katika kuongeza mwamko kwa hasa wanawake na wasichana katika sayansi? Na mipango ambayo tayari nimeshaianza na niendelevu. Mimi pamoja na wanawake wenzangu, wasichana waliopo katika hizo fani, tunatembelea shule mbalimbali, sekondari pamoja na vyuo, tukihamasisha na kuwatia moyo wasichana kusoma fani hizo za sayansi. Kwa level za sekondari tunawaelekeza masomo ya kusoma na namna gani ya kufaulu zaidi, kufikia viwango vinavyotakiwa kuwa katika hizo fani za sayansi, udaktari, uhandisi na hisabati. Huwa tunaanza kwenye siku ya wanawake mpaka siku ya kina mama. Tunafanya kuwafundisha wanawake matatizo yao na kuwapima. Siku moja huwa tunaitoa siku moja au mbili ili kuwapima maradhi yale ambayo yanawasumbua sana akina mama. Unajua Kwa hiyo ni siku ambayo ninaifahamu sana na ninaipenda sana na ninaisherehekea sana, na huwa ninafanya chochote ninachoweza kama clinic, lakini kama mimi mwenyewe. Ninachojishughulisha nacho sasa hivi kinaendana na sayansi, lakini sio direct sayansi, lakini ni ndani ya sayansi. Elimu yangu ya sayansi ninaitumia katika kutengeneza na kubuni bidhaa za sanaa ambazo vifaa vingi ninavyotumia ni vinaendana na sayansi. Kwa mfano, ninavyokuwa nikitengeneza maua au nikiwa ninatengeneza kitu chochote, ninatumia hiki hapa kifaa ambacho nina connect kwenye umeme. Na kwenye umeme kule tunapotumia hiki ni kimetengenezwa kutokana na sayansi. Kwa hiyo ninakuwa nimeapply, japo sijatumia science direct, ila sayansi nimeitumia kwenye sanaa ninavyokuwa ninatumia vile vifaa ambavyo vinatumika kutengenezea. Utendaji kazi kwa kile walichosomea kimewaacha wakijivunia kuwa wanasayansi wanawake. Wanaeleza, nimeshiriki kwenye miradi mbalimbali ikiwemo miradi ya ujenzi wa barabara ambayo imeleta impact kwenye jamii, miradi ya majengo mbalimbali ya serikali ambayo yameleta impact kwenye jamii ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo najivunia sana na kazi imefanyika katika ubora na kwa uaminifu na zimekamilika. Mimi ninasema namshukuru Mungu kwamba nimefanikiwa kwa daktari. Ninaweza nikawa sikujua kama hii kazi ni wito wangu, lakini kadri ninavyoendelea kuifanya ndivyo ninavyogundua kwamba mimi kumbe Mungu alinileta hapa duniani kufanya hiki kitu. Kwa hiyo ninafurahi sana kwamba nina deal na afya za watu, lakini pia ninamshukuru sana Mungu nimepata fursa ya kufanya kazi Tanzania. Tulivyoenda Marekani kuna namna kama 2-3 nilipata fursa kama ningeweza nikabaki kule. Lakini kila nilipoifikiria jamii yangu, ninaona kama hawa ndio wanaonihitaji zaidi kuliko wale kule. Wale wana kila kitu. Siku hii inasherehekewa kimataifa. Kwa kupata uzoefu katika nchi tofauti, daktari anatupa mtazamo wa jambo ambalo likifanyika linaweza kubadili nafasi ya mwanamke katika sayansi kwa ubora. Wakati tunafanya masters, kuna program tulienda Marekani pale Cornell, New York. Ndio tulipoenda kupata experience kidogo. So kwa wenzetu na sisi, kwanza wenzetu kwamba wewe ni mwanamke na mwanaume kwenye kazi, kwa maana hiyo hawaangalii sana, wanaangalia performance. Yaani wao wanajudge una perform vipi. Lakini kwenye changamoto za kama mwanamke, mahusiano kazini Marekani pale, I say hata mke na mume wenyewe kama hawajavalishana pete hawatakiwi kuonekana hata kama mke na mume. Yaani mmeshafanya uchumba na nini, hamtakiwi kuonekana kama mke na mume ofisini. Unanielewa? Mahusiano kazini ni completely strictly prohibited. Na anayefanya hivyo anachukuliwa hatua kali. Kama na Tanzania tungeweza kufanya hivyo ingetusaidia sana. Basi hata kama unataka kufanya hizo vitu zako, fanya nje ya ofisini. Lakini isimdhuru mtu katika masomo yake. Katika kufafanua zaidi juu ya maboresho haya na kuwainua wanawake na wasichana katika sayansi, wadau hawa wanatoa ombi na pongezi pia kwa serikali. Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amegusa mambo mengi sana kwa ajili ya wanawake, hasa ukiangalia kwenye elimu, ukiangalia kwenye afya. Yaani vitu vingi vimeboreshwa. Vipaumbele pia wamepewa watoto wa kike katika kufanya, kwa mfano katika mambo ya sayansi na teknolojia, manake tehama pia
ambao wanasema IT au tehama. Kwa hiyo watoto wengi wa kike pia unakuta wanafanya vizuri zaidi hata kuliko watoto wa kiume. Ninaishauri serikali iwezeshe hasa kwenye zile shule zilizoko ndani kule vifaa vya labda maabara nini. Unakuta kuna shule nyingine sawa, kuna watoto wamejitolea kusoma sayansi, lakini vile vifaa havipo. Ikitokea kipindi kimefika cha mitihani, mtoto anakuwa hajazoea, hana uzoefu wa vile vifaa. Mwisho wa siku anakuwa anafeli. Sasa inawakatisha tamaa. Mengi yameelezwa juu ya mchango wa wanawake na wasichana katika sayansi. Na wanawake hawa wanasayansi wameonyesha njia pia. Nyuma yao kuna nani aliwavutia? Mimi nilikuwa inspired sana na madaktari wa kike waliokuwa mbele yetu, kwa jinsi unavyowaona, anavyojibeba, anavyochukua. Lakini hata anavyokufundisha, kuna namna ambavyo mimi ninaona impact inakuwa tofauti kidogo na mwanamume anavyokuwa akikufundisha. Kuna madaktari ambao nilikutana nao pale. Kulikuwa na pediatricians 3, madaktari wa watoto 3 wa kike. Mmoja sasa hivi najua yuko wizarani, mwingine ni mama wa Kijerumani, mwingine yuko Arusha, Arumeru. Alafu kulikuwa na daktari mmoja wa kike ambaye alikuwa medicine. Yaani nilikuwa nikiwaona nasema asante Mungu hata nimekuja kwenye hii profession. Hiki ndio kitu ninachotaka kukifanya. Ni watu ambao walikuwa wanapenda kazi, wanafanya kazi sana, ni wanawake, wameolewa, wana familia, wana watoto, wana changamoto za ndoa. Wengine tulikuwa tunazifahamu, zingine hatuzifahamu. Lakini ukiwakuta kazini ni wasafi. Wanatabasamu, wana moyo wa kufanya kazi, wako energetic. Ile kitu mimi ilini inspire sana. Kuna historia ni Profesa Verediana Masanja. Yeye ni mbobea katika fani za hisabati. Ni mama wa rafiki yangu. Kwa hiyo alikuwa akitutia moyo mara kwa mara kusoma, kutia jitihada katika masomo yao ya sayansi na hisabati. Na tulikuwa tukiona hata yeye anaipenda kazi yake na alikuwa anaifanya vizuri sana. Mitazamo ya jamii juu ya nafasi ya mwanamke katika sayansi imebadilika kwa kiwango kikubwa tofauti na zamani. Tukigusia kauli mbiu inayohamasisha usawa, haki na uwezeshwaji, jamii yetu ina mengi ya kujifunza na kuhamasika. Wasiwe na hofu sana kusoma masomo ya sayansi kwa kusikiliza maneno ya watu, kwa kuhisi kwamba ni magumu sana au gharama zitakuwa kubwa sana. Wakiamua kufanya, mtu akiamua kufanya kwamba ninaweza nikafanya hiki, nikasoma hiki na ataweza, hakitakuwa kigumu. Wazazi pia ninawashauri wawape moyo watoto wao wa kuendelea kusoma. Wale ambao mtoto anapenda kusoma masomo ya sayansi wasiwakatishe tamaa. Na pia hata kama hapendi ile kusoma masomo ya sayansi kivile, anamwambia inatakiwa yeye amjenge tangia akiwa mdogo kwamba masomo ya sayansi ni hivi na hivi, maana kwa dunia sasa hivi tunakoelekea ni dunia ya utandawazi na sayansi ndio inahitajika kwa nafasi kubwa. Nimefurahi kwamba kauli mbiu ya sasa inataka tuboreshe haki, usawa na uwezeshaji. Mwanamke tunapewa fursa sana. Yaani ni watu ambao tunakumbukwa sana. Naomba tusisahau haki za watoto wa kiume. Tusiwanyime fursa watoto wa kiume na tusiwape fursa kwa sababu wametupa kitu au wametoa kitu. Tufanye kwa haki na tufanye kwa usawa. Yaani tujitahidi kubalance upande wa kike na upande wa kiume. Hii ndio itakayopeleka jamii yetu mbele na kuondoa hii dhana potofu inayoendelea sasa hivi ya wanamume sasa hivi wamekuwa sijui kitu gani. Naomba wakina mama tushikane mkono, tuwashike na watoto wetu wa kiume. Ndio watoto wetu hao, ndio waume zetu, ndio kaka zetu, ndio baba zetu. Kwa naomba tuwashike nao mkono. Mwaka huu tusiwaache nyuma. Tuonekane kama wakina mama kabisa ambao tunajali watoto wote bila ubaguzi. Lakini pia ninaomba niwahamasishe wanawake. Msiogope, sayansi sio ngumu, wapendwa wangu. Sayansi sio ngumu kabisa, ni basi tu tunachishiana. Sayansi inawezekana, wanawake tuko very complicated, unaelewa. Wanawake tuna uwezo wa kufanya mambo mengi kwa mara moja, reflexes zetu ziko strong. Tunaweza sana. Ukimpata mwanamke ambaye ni surgeon ni mzuri, ukimpata mwanamke ambaye ndio daktari kama mimi ni mzuri, ukimpata mwanamke ambaye ni, yani wanawake tunaweza sana. Msiogope, ninaomba mje, haya ni masomo yetu pia, sio masomo ya wanaume, ni masomo ya wanawake pia, na kazi zetu sio ngumu. Ni basi tu tumezipaka sijui kitu gani.
Kazi sio ngumu, inawezekana. Unafanya kama mwanamke, kama mama, kama mke, kama dada, na yote yanakaa sawa. Bado tupo nyuma, kwa mtazamo wangu naona bado tupo nyuma, kwa sababu bado kuna jamii, wanafunzi wanaamini kwamba hizo fani ni za wanaume zaidi, kutokana labda na ugumu wa hayo masomo na mazingira ya kazi. Mwanamke akiwezeshwa kwa kweli anaweza. Hata sipowezeshwa, mwanamke ana upeo mkubwa zaidi kuliko mwanaume. Watu wengi wanafikiria mwanaume ana upeo mkubwa, lakini ukija kumweka mwanaume na mwanamke kwa sasa hivi unaona kwamba kumbe mtoto wa kike anaweza. Kwa hiyo watu wote tukikaa sawa, na sisi wanawake tukipewa nafasi, tutaonyesha zaidi uwezo wetu. Hakika fursa za elimu kwa wanawake na wasichana katika fani ya sayansi zimeongezeka, na hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya mmoja na vikundi katika jamii. Wanawake na wasichana sasa wanasimama na wenzao wakiwanyanyua na kuwaelimisha zaidi ili waimarike. Kwa faida ya wote, wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshwaji. Mimi ni Maureen Minanago, amani iwe nawe.